Nakuuliza, nikukanyage, nikufinyange finyange. Naishi shaanza kunifahamu. Mimi sio nilikupa adhabu yoyote, ila namtuma mwanao wakufunza adabu. Alitupwa asubuhi, moyo kachomwa na jua. Mama akalia mlangoni, lakini mlango ukafungwa. Akaokotwa na jini, usiku wa vumbi na bari. Akalelewa na hasira, akakuwa bila huruma. Kila kona anapopita, watu husema kimya. Macho yake ni moto, na jina lake ni hukumu. Sasa narudi tena, si kwa machozi, si kwa msamaha. Anabeba maumivu yake kama upanga mgongoni. Mama anapiga magoti, anamwita kwa sauti ya damu, lakini moyo wa huyu mtoto umejaa kisasi tu. Amerudi kwa kisasi. Hivyo unajua mateso ninayoyapitia mimi? Umekaa tu kwa amani zako unafagia hapa. Yaani ungejua kinachonikuta mimi, nadhani hata usingekuwa na amani kukaa hapo. Ungekuwa ndani unalia. Yaani mwanaume ambaye hauna hata huruma, unashindwa kuniuliza mimi naendeleaje? Kitu ambacho ulinishauri sasa hivi kimenitokea puani. Uliniambia nimtupe mtoto, lakini ungejua madhara anayonifanyia sasa hivi. Nisikilize kwa makini wewe mwanamke. Tena unisikilize vizuri. Kama unajua tulimzaa tukamtupa, leo hii anakusumbua kivipi? Mtoto amerudi na ameapa kwamba ataua kila mmoja, huyo atampa mateso kila mmoja ambaye alihusika katika tukio lake la kumtupa. Yaani kama umepewa mimba na watu wanaume wa watu huko, leo hii unakuja kwangu mimi uanze kutafuta visababu vyako vya kishenzi. Usitaki nikupige makofi sasa hivi. Ngoto karudi kiuchawi au? Karudi vipi? Wewe usitaki kunichanganya sasa hivi. Sawa, uamini imani za kishirikina, lakini basi jaribu kunipa hata 5% tu ya kuniamini. Sikuamini na hapa, toka na mtumbo wako, toka. Dina, ondoka. Nakwambia ondoka. Kamuulize basi hata mama yangu, mimi naongea kweli. Hamna shida. Wewe hutaki kuniamini. Sasa utajionea kwa macho yako na tena usikanyage tena hapa. Sawa. Na ukome kutembea na wanaume wa watu. Kila siku akijua sasa amechelewa, kisasi kilimlea mtoto, sasa haki inamwita. Sasa amerudi kwa kisasi. Jini alimpa nguvu na roho ya kutotetemeka. Sasa nasimama mbele yao. Wewe ndio unajifanya kidume. Mwamba wakataa watoto. Yaani mtoto umemzaa mwenyewe afu namkataa. Afu nauliza amerudije? Inakuingia akilini hiyo? Kwa hiyo uko kidume tu wa michezo afu mtoto namkataa. Ile ni mbegu yako baba. Na damu ikatariwi. Mamake pale kapewa kitu kidogo sana. Utakachopewa wewe utajuta. Wewe unamjua tu Mr. Mambi, hilo jina unalifahamu, lakini unifahamu mimi kiundani zaidi. Huyo mtoto unayomzungumzia wewe mtoto gani? Nakuuliza wewe, huyo mtoto unayomzungumzia wewe mtoto gani? Mimi sina mtoto yoyote. Mtoto yupi ambaye wewe unamzungumzia? Mtoto gani nakuuliza? Wewe kama umepotea njia mimi nitakunyosha wewe. Mimi ndio mama mlezi wa yule mwanao. Nimwokota akiwa mchanga
nimemlea hadi hatua hii aliyofikia. We mchumba, unaongea nini wewe? Ulishakuona wapi mtu kafa afu akafufuka? Au unataka nikukanyage saizi nikufilimbe eh? Nakuuliza, nikukanyage nikufinyange finyange? Naishi shaanza kunifahamu. Mimi sio nilaupa adhabu yoyote, ila namtuma mwanao kufunza adabu. Yaani mume wangu nikwambie kitu. Yaani nimesikia kwamba yule mtoto babake halisi ni Mambi. Mambi? Ndiyo. Afu sasa hivi nasikia huyo Mambi yupo kwenye matatizo makubwa. Yaani yuko kwenye matatizo ambayo yani kiukweli anahitaji msaada kweli. Na inasemekana hayo yote yametokea kwa sababu yeye ndo aliyomshauri mke wake kutupa yule mtoto. Sasa unaambiwa huyo mtoto anawasumbua. Yaani anahitaji msaada kiukweli mume wangu. Wewe mke wangu, una shida gani wewe? Nakuuliza una shida gani? Kila siku Mambi suki Mambi. Huyo Mambi ni nani? Mke wangu, mimi nishakukataza. Mimi sitaki hayo mambo ya makundi sijui nini, sijui kukutana na mimi sitaki mke wangu. Kuna umeelewi? Kwa mfano unapokuwa unamsaidia huyo Mambi suki Mambi, huyo mtoto akakuchukia. Uone kama atakupoteza na wewe mke wangu. Wewe utaniacha katika hali gani mimi mke wangu wewe? Nakuuliza utaniacha kwenye hali gani mimi? Nakuuliza. Lakini mume wangu yule Mambi ni kama rafiki yangu. Siwezi kumwacha hivi hivi. Rafiki? Afu unaona kama vile unanichanganya akili ujue. Kuna urafiki kati ya mwanamke na mwanaume kweli? Hivi kweli kuna urafiki kati ya mwanaume na mwanamke? Ukiendelea huo urafiki uko mbele nini? Kama sio kunisaliti. Na ukinisaliti nakwambia mke wangu. Afu wewe mwanamke, ndipo ukinisaliti nakufanya kitu kibaya mke wangu. Bwana mimi sitaki wewe ujinga, mimi nakwambia mke wangu. Mimi sitaki bana. Kuna shida nini mke wangu? Basi sawa mume wangu, nimekuelewa, samahani. Ushanumiza moyo. Hebu kanichukulie maji kwanza ndani. Sawa baba. Usiku unakuja pole pole. Dina binti yangu, usilie mama, usilie. Naomba ujikaze mama, sawa? Naomba ujikaze kipenzi changu. Mama, mimi nateseka. Mtoto ananitokea kila mahali. Nimekimbia sana. Mungu, fika sina mahali pa kwenda. Sawa mwanangu, naomba usilie. Utakulia wewe na mimi unanipa simanzi mama yako. Sote tukilia, ni nani atakembembeleza mwenzie? Mama, naumia. Najua kipenzi changu. Mimi mwanangu nitakupambania kama mimi mama yako. Nilikuweka tumboni miezi 9 Dina. Nitafanya hali na mali hili tatizo liweze kupotea. Mimi na mganga wangu Dina nataka nikupeleke. Huyo mganga huwa ananisaidia sana hata katika mambo yangu mimi ya biashara. Yuko vizuri mno kwa hili tatizo. Nadhani kwake ni jambo rahisi sana mwanangu. Usijali. Mimi tutoke wote mguu kwa mguu nikupeleke kwa yule mganga. Mimi siwezi kwenda mahali popote.
Maumivu nayasikia hapa ni makali. Yaani hapa labda kwa kunisaidia tafutia usafiri tu niende nyumbani. Basi mwanangu, basi sawa. Nimekuelewa mama. Uko na mama yako au uko na mtu baki. Nitakupambania tu. Mwanzo nilikuwa naona kama masihara, kumbe usilie bwana, usilie mami, usilie sawa? Yataisha. Hakuna kitu kisichokuwa na mwisho mama, Usijali mama. Usiku unakuja pole pole. Aisee, pole sana, lakini ninachotaka kukwambia ni kwamba hilo tatizo lako linatatulika tu, hata usio na wasiwasi. Tatizo langu linatatulika kivipi wakati mtoto kisha kuja na lengo lake ni kulipa kisasi? Na sidhani kama kwenye kisasiko mimi nitabaki salama. Unajua nikwambie kitu, dawa ya moto ni moto wenyewe. Hili jambo lako linatatulika, ila kuna njia moja tu, ukiifanikisha hiyo jambo lako limekwisha. Unamaanisha nini kuongea hivyo? Hapo tu ndio ulikuwa umesahau. Kuna sehemu moja unatakiwa kwenda. Ukifika huko tatizo lako linakuwa limeisha. Je, upo tayari? Mimi niko tayari kama nitafanikiwa kwenye hili swala. Hapa issue ni kwenda kwa mganga. Sio tu mganga, waganga wa mtaani. Unatakiwa kwenda kwa mganga. Yaani mganga original. Si unanielewa nikisema hivyo? Nakusikiliza dadangu. Na huyo mganga yupo sehemu moja hatari sana, na kufika kule sio rahisi. Sehemu gani hiyo? Huyo mganga bwana anapatikana kwenye msitu wa Torokauje. Ukishafika Virobo, watakiwa kuulizia huo msitu unaoitwa Torokauje. Lakini huo msitu unatakiwa uwe makini sana, kwa sababu njiani kuna vikwazo mbalimbali na ni vingi sana na sio rahisi kuvishinda. Ila wewe kama ukibatika kushinda na kufika huko, basi swala lako limeisha. Lakini kama ukikata tamaa na ukarudi njiani, basi ujue jambo lako ni gumu sana. Nitafanikiwa? Una uhakika huo? Nikienda kwa huyo mganga nitafanikiwa? Mimi mpaka nakuja kukwambia hivi, basi ujue mganga namwamini. Na hiyo sehemu sio tu sehemu wanaenda watu ambao yani wa kawaida. Kwa kuwa matatizo yako tayari ni makubwa, ni ndo maana nimekuja nikwambie ili uende huko. Sawa, mimi nitajitahidi nifike hapo, na nikifanikiwa hili jambo sitakuacha vivi. Nitakupa chochote kitu kama zawadi. Hata usijali, wewe kajaribu. Haya, asante sana. Sawa. Ah!
wake hauna aibu, anaangalia kama nyama, kisha anatabasamu. Usimite kwa sauti, atapenda harufu yako. Usikimbie sana, atakupata tu. Kila mlango unatetemeka, kila pumzi inakataa, na ukisikia kicheko chake ujue amekaribu. Wewe tulia hivyo hivyo. Sikiliza nikwambie, mara ya kwanza nilikuonya kuhusu mke wangu, usiwe karibu naye, ukaifanya kama usikii vizuri, si ndio? Kanifanya yani wewe yani fyaka uelewe, si ndio hivi? Nakwambia hivi, wewe ndio chanzo cha mke wangu kufa, kwa sababu wewe unaonekana wewe akili huna, kila siku nakustopisha lakini uelewe. Una shida gani mtoto? Amefariki? Wewe ndio chanzo. Nakuuliza wewe uelewe. Nisikilize brother. Nakusikiliza. Unajua unavyoniambia mke wako kafariki na nichanganya. Sasa hivi hapa nimetoka kupiga naye story hapo hizo kwa mzee Juma hapo sasa kafariki. Kupiga naye story? Story sababu gani kupiga naye? Story sababu gani unapiga? Ina maana wewe kazi yako kukaa na wake za watu, kupiga story. Kwa hiyo inaonyesha wewe kila siku ulikuwa na mke wangu na kaka naye tu kichochoroni, si ndio? Yaani unakaa na mke wangu kichochoroni kila siku, si ndio? Sasa sikiliza, umeona hizo? Kutana na wewe chenda siku nyingine, nitakuonyesha wewe. Nakwambia, nikukutana na wewe ama zangu ama zako. Wewe. We mama, usiniogope, na najua huu muda unaelekea kwa mganga. Kwa usalama wako usisubutu hata kidogo. Umenielewa? Kwani we ni nani? Maana nimepita hapa hakuna mtu. Mimi ndo niliyemlea mjukuu wako, na amerudi sasa kwa ajili ya kulipa kisasi. Alichomfanyia mamake ni kidogo sana, ila ukitaka na wewe uhusike, nenda kwa huyo mganga, ndipo utajua rangi ya mjukuu wako ni ipi. Nafanya haya yote kwa sababu mwanangu anaumwa. Na hali yake sio nzuri. Kwa hiyo nafanya haya ili kumwokoa mwanangu. Kama kumuonea huruma, muonee huruma hivi kwa kumwangalia, ila usisubutu kumsaidia kitu chochote, maana utakuwa katika hali mbaya sana. Tambua kuwa mimi sio mwanadamu mwenzako. Kwa hiyo ninavyokuambia hivi, nisikilize na kunielewa. Usijifanye mkaidi. Nitakupata jambo utashindwa kwa kusemelea. Ondoka. Geuka na uondoke. Ondoka! Kisasi, wale waliomshauri wametoroka.